Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa kwanza mpaka 3 akasema hivi: basi kabla mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Akasema hili ni zuri, nalo ni linakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Kwa hiyo huyu Mungu anatuelekeza, yani tunapoanza mwaka, anza mambo kwa ajili yako. Tuombe kwa ajili ya kanisa, tuombe kwa ajili ya watu wote, tuombe kwa ajili ya wafalme, tuombe kwa ajili ya nchi, tuishi maisha utulivu na amani. Haleluya. Nasema hili ni jema tena la kubalika mbele za Mungu aliye Mwokozi wetu, ambaye anataka watu wote waokolewe, watu wote waishi kwa amani na utulivu. Na tunapoishi kwa amani na utulivu, na tuhakikishe tufanye kazi kwa bidii. Amani na utulivu, tukiwa katika nchi ya amani na utulivu, kama una kitu kufanya, adui ataanza kukushawishi kufanya vitu visivyo na maana. Uko kwenye nchi nzuri iliyojaa utulivu na amani, tumia nafasi hiyo kufanya vitu vya kukusaidia. Luka 18 mstari wa 7 wa kwanza mpaka 7. Luka 18 mstari wa kwanza mpaka 7. Tunapoomba, maagizo natuambia kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Kwa hiyo siku zote tunaomba, kila mwaka tunaleta mahitaji hapa. Mungu anayejibu tunamshukuru, yale ambaye hajajibu tunamletea tena. Amesema usiache kuomba. Akatoa mfano mwanamke mmoja alikuwa anamwendea kadhi mara kwa mara akijua haki yake iko pale. Huyo kadhi alikuwa mchi Mungu wala hajali watu, lakini mwanamke huyo alikuwa anajua haki yangu iko pale. Hasa kama alijua haki yake iko pale, aliendelea kwenda mpaka siku moja kadhi mmoja akasema, huyu kadhi alimu akasema, japo si mchi Mungu, sijali watu, lakini anavyonijiajia huyu mwanamke kila siku, acha tu niamke nimpe haki yake. Na ndivyo nasema, je, alivyosema yule kadhi dhalimu, je, Mungu hata wapatia haki yao wanemlilia usiku na mchana? Akasema, naam, nawaambia atainuka na atawapatia haki yao. Haleluya. Kwa hiyo katika maombi usiwe mtu kata tamaa. Kama nikata tamaa, nataka uinuke, usikate tamaa. Kama unasema uliombewa na matumishi wengi, usikate tamaa. Nenda tu. Kadiri unavyoenda, Mungu atakupa mafunuo mengi ya kusema na wewe. Haleluya. Mungu atakupa mafunuo mengi ya kusema na wewe. Siku moja mwanamke mmoja pia anaitwa Hana, na mwenyewe alihangaika kutafuta mtoto akampata, kutafuta mtoto akampata, akaendelea kutafuta, iko siku mpaka kaenda kwa madaktari, akatoka kwa madaktari, kwa utumishi wa Mungu, mpaka akasema basi, mpaka siku moja akapewa ufunuo akamwambia, hebu chukua hatua, omba maombi ya kuweka nadhiri. Omba hivi, Mungu akikupa mtoto, utakapomaliza kumnyonyesha utampeleka hekaluni akatumike huko, utamtoa sadaka kwa Bwana. Roho Mtakatifu kamnong'oneza hilo wazo. Alipompa hilo wazo akalidaka. Alipomaliza ibada kama leo hakutoka kabaki. Piga magoti kaanza kuomba. Watu wametawanyika, kuhani ameingia ofisini, alipotoka ofisini kwake anaenda kwa majukumu mengine. Kaona, bwana kuna mtu yuko chini hapo, kachungulia, yuko kwenye viti hapo. Akakuta huyo mwanadada Hana anaomba, midomo inacheza tu, sauti haitoki. Nini? Mbona umeelewa mapema namna hii? Sijaelewa mtumishi wa Mungu. Nina jambo, nina mzigo ndani ya moyo wangu, natafuta mtoto, nimeomba kwa Bwana. Mungu anitendee. Haya, Mungu na akutendee. Akaondoka kwani. Mwaka ukapita, kipindi kama hicho, Mungu akamjalia akapata mtoto, kamaliza kumnyonyesha, kaja kuandaa sadaka nzuri kampeleka. Ndio maana tunasema pia, Mungu anapofanya vitu, sadaka usio naacha. Ona muhimu wa sadaka. Tangu mwanzo Mungu anaheshimu sadaka. Usio na tabia ukiambiwa sadaka unaweza kusema kila siku na sadaka. Sadaka ni ya muhimu sana. Ushikamanisha mambo yako na Mungu. Sadaka inawakilisha, unapoitoa inawakilisha jambo lako, kushikamanisha katika madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo watu weka nadhiri kwa sadaka. Kuna Yakobo aliweka nadhiri, anaenda nchi ya ugeni, mgeni ukamwambia, Bwana ukinilinda, kinipa chakula nikenda na kurudi, ukanipa mavazi, nikafanikiwa nikirudi, hakika nitakujengea nyumba yako, nitakukulea sehemu ya 10. Mungu akasikiliza nadhiri ile, kamlinda, kamtunza, akafanikisha, akarudi na utajiri mkubwa, akajenga nyumba ya Bwana na akafanikiwa vitu vikubwa. Amen. Haleluya. Kwa kadiri unavyofundishwa unajengewa uwezo wa kujisimamia kufanya vitu vikubwa. Kuna vingine Mungu anaweza kasema na wewe
Kwa mafundisho ambayo mtumishi wa Mungu amehusika kufundisha, amekujengea uwezo, amekujengea nguvu, amekujengea elimu ya kiroho, amekamatana akili yako na maisha yako. Kwa hiyo mambo mengine unaweza kaweka nadhiri kivyako, si mtumishi kuambia weka nadhiri. No. Nadhiri Roho wa Mungu anasema na wewe, na unaona jinsi Mungu anavyosema kupitia neno lake. Na kama mtumishi wa Mungu nachukua hatua hii. Kwa kuna vingine kadri unavyoshikamana na Mungu na unaomba maombi yasiyokata tamaa, kuna siku Mungu atakuja sema na wewe kwa namna ambayo atakuongoza kuomba, atakuongoza kujibiwa, atakuongoza kupewa ushindi. Iko siku moja, mtu mmoja, mwanamke mmoja, maandiko yanasema mwanamke mmoja mwenye cheo akaona mtumishi wa Mungu Elisha anapita, na mtumishi wake anarudi, anaenda kwenye huduma, anarudi, akamwambia mtumishi anapita, unaenda mbali sana, una jumba kubwa, hebu andaa, tengeneza chumba, weka partition, tengeneza, weka kitanda, weka meza, weka taa, wanapokuja walale, fanya hivyo. Yule mwanamke akafanya kimya bila kuambia. Alipomaliza kila kitu, ndipo akamwambia, watumishi wa Mungu, naona mnapitaga, mnaenda kwenye huduma, mnapita mnaenda, lakini sasa ni usiku jamani, muda umeenda, nina mahali nimeandaa hapa pazuri, naomba mwe mnalala. Kawashurutisha, akaongea nao. Alipoongea nao akakubali, wakalala. Siku ya kwanza, mwezi ukapita, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ikatokea siku moja ghafla Roho Mtakatifu akasema na nabii, hebu muulize mama, mbona kuna kitu naona kuna hitaji linalia ndani moyo wake, ana shida gani? Akaulizwa, akawa nakataa. Ulizo akawa nakataa. Sema, unajua mimi sijajaliwa kupata mtoto. Nabii katamka, wakati kama huu utakuwa umeshapata mwana. Lakini aliyetengeneza mazingira kupata majibu ni nani? Ni nani? Ni yeye mwanamke. Kwa mazingira ya kupata majibu yako unahusika. Wengi kwa utoto wamelaumu watumishi wa Mungu, wanatukana kanisa, hamna chochote, hamna, wakati mwenyewe ndo mapepo yamelaliana kichwani mpaka akatokea mdomoni anaongea, si mwanadamu, ni pepo linaongea kichwa mdomoni. Kwa kukosa fahamu, kosa maarifa, wanatukana kanisa, wanatukana watumishi wa Mungu. Mambo yote ya kufanikisha maisha yako na wewe unahusika. Watumishi wana nafasi zako kufundisha, kukuandaa. Uwe na uwezo kutembea katika nafasi yako na kutenda kwa nafasi yako, kukutana na majibu yako. Lakini kama umejaa jeuri, unajifanya jeuri, huyo anaitwa mwanamke mkubwa mwenye cheo. Kuna wengine waliokutana na watumishi wa Mungu, watu matajiri wanabariki. Lakini kwa nini tunanyenyekea na tunatii kwa watumishi wa Mungu? Watumishi wa Mungu, Mungu amewapa neema. Wana neema ambayo Mungu amewaandaa. Wao si kwamba wameinunua. Mungu amewainua juu ya watu na amewapa neema namna kusaidia watu. Mimi ni kijana mdogo, nakwambia nilianza kuona hivi vitu na miaka 11. Nikaja nikaanza kutana naye, nina miaka, nikakutana na neema na miaka 17. Nikaanza kuendelea, nimeendelea, ni neema ambayo imekamatana na mimi. Kwa hiyo sijifanyii kama ninavyotaka, nafanya kama Mungu alivyonituma kufanya. Na wengi wamefunguliwa katika shida mbalimbali, mateso ya kutisha, wamesaidiwa mno. Mpaka mtu akwambia nimeteseka miaka 20. Unashangaa. Siku moja mtu mmoja Marekani anambia, mtumishi, nimeteseka zaidi ya miaka 45. Lakini aliponywa kiajabu. Aliponywa kama vile anagusa. Kumbe neema unayotembea nayo mtumishi wa Mungu ni kubwa. Nguvu unayotembea nayo ni kubwa. Neema hiyo Mungu amekupa uwasaidie watu wake. Kwa hiyo huwezi mfanya biashara hicho kitu, yana neema kufanya biashara. Amina. Daktari ana neema ya udaktari wake. Mfugaji ana neema ya ufugaji wake. Mvuvi ana neema ya ufugaji wake, uvuvi wake. Mkulima ana neema ya ukulima wake. Mfugaji ana neema ambaye amepewa, akigusa hichi katika kilimo kinaenda vizuri. Lakini kwa hawa ambaye Mungu amewatenga kwa huduma za madhabahuni, amewapa neema. Yaani unaweza kuhangaika miaka na miaka, unaweza kukutana na mtumishi wa Mungu aliyejaa neema, mwenye nguvu, mwenye mamlaka ambaye Mungu amempa vitu kwa ajili ya wanadamu. Kwa muda mfupi tu. Sasa hivi nanisikiliza hapa, kuna watu wanapokea vitu vyao sana hapa. Kuna watu wanainuliwa kwenda nafasi nyingine za juu hapa. Kwa sababu umetenga muda wako unasikiliza mtumishi aliyepewa neema na Mungu kuhudumia. Na wengi kupitia mafundisho haya watasikiliza na yatafungua. Wengi sasa hivi wanafunguliwa. Mtu mmoja alikuwa anasikiliza mafundisho Kiswahili. Kiswahili anasikiliza, yuko Filipi. Kiswahili anasikiliza. Nilikuwa nafundisha hapo wiki iliyopita. Nafundisha Kiswahili.
Lakini akasikiliza, anasikiswahili Ronka. Hasa kumbe unafuatilia mafundisho yangu sana kwenye YouTube, kwenye YouTube, kwenye Facebook. Hasa nilipoanza kufundisha, yeye akadaka kama makini kusikiliza mpaka nikamaliza. Nikaomba, nikatamka. Hasa yeye akakomenti amen, karudia tena amen. Baadaye kaja akanitumia message kanambia, I see power God. God touch me. God heal me. Kaambia Mungu amenigusa, Mungu ameniponya. Nimepokea ponyaji. I thank God. Thank you very much, servant of God. God bless you. Lakini nilikuwa nafundisha Kiswahili, lakini kwa neema nilionayo, lugha ya Kiswahili natembea na upako wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikaponya mtu Philippine. Amen. Ikamponya mtu Philippine wakati nafundisha kwenye Facebook. Kamponya mtu Philippine. Alikuwa sikilizi mfanya biashara, alikuwa sikilizi mwanasiasa, alikuwa sikilizi kamanda wa majeshi yoyote duniani, alikuwa nasikiliza mtumishi wa Mungu mwenye neema, aliyepewa neema kusaidia watu. Kwa hiyo wakati ananisikiliza, sauti ile ikakamatana na moyo wangu. Ninatamka, pokea ponyaji, Mungu akufungue. Amen, amen, amen. Kanambia nimepokea ponyaji. Mungu amenigusa, nimepokea ponyaji. Acha nikupe ushuhuda tena. Siku moja vile man of God, praise the Lord, kambia amen. How are you? I'm fine. I need your prayer, please. Prayer for us. Wakati sema prayer for us, akampa simu mwingine, akamwambia nina tatizo. Mke wangu yuko hapa, yuko wodini hapa, hana damu, ana pressure, hajitambui. Tumeshindwa tumsaidieje? Omba. Unajua kitu ambacho Mungu alisema? Nami kanambia usiogope, tamka maneno machache. Nguvu ambayo inatenda kazi ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tamka, Roho Mtakatifu amshike yule mtoto tumboni, amtoe nje. Amen. Haleluya, piga makofi katika jina la Yesu aliye Bwana. Akaniambia wewe kwa nguvu iliyo ndani yako, neema iliyo ndani yako ndio inatenda kazi. Tamka. Amen. Nikamwambia Roho Mtakatifu amkamata yule mtoto kwenye tumbo la mama yake. Amkamata, mwelekeze mlango wa kutoka ni wapi, watoto wanatokeaga wapi. Kamwambia katika jina la Yesu aliye Bwana, Roho Mtakatifu kamata mtoto mtoe. Roho Mtakatifu kamata mtoto mtoe. Roho Mtakatifu kamata mtoto azaliwe. Na tamka hiyo muda mfupi tu, tukakata simu. Dakika 5 hazikwenda 10 kapiga simu. Kasema mtoto na wameshampiga na picha. Mtoto ameshazaliwa tayari, huyu hapa. Mtoto ameshazaliwa tayari, huyu hapa. Haleluya. Ni neema, nguvu, mamlaka inatembea na mtumishi wa Mungu. Haleluya. Watumishi kama hawa Mungu anapowainua, wana majibu yako tajiri, wana majibu yako mfanyabiashara, yana majibu wako msomi, yana majibu yako wa kiongozi. Sikiliza, tuna neema ambayo Mungu ameachilia kwa watumishi wake. Kwa wanasiasa tunasikiliza speech za wanasiasa. Kwa waserikali tunasikiliza speech za viongozi wa serikali. Haleluya. Tukienda kwa watumishi wa Mungu, wana neema, wakitamka neema inamimilika juu ya wanadamu, juu ya matumbo ya wanadamu, juu ya vitu vya wanadamu, juu ya mashamba ya wanadamu, juu ya vyeo vyao, juu ya kazi zao. Baada wiki akapiga simu, yule mama ameshatoka hospitali, anakunywa supu. Akasema njoo mama, nakwambia njoo uje unywe supu. Anakukaribisha supu. Haleluya. Piga makofi katika jina la Yesu Bwana. Na wewe Mungu anatenda muujiza pekee. Kuna jambo utanishirikisha, kuna jambo utanipa shuhuda, kuna namna utaniambia mtumishi supu imeiva njoo kunywa. Mungu nakupe haja moyo wako. Mwaka mpya una neema ya ajabu, na mimi natamka neema hii shikamani na wewe, badilisha maisha yako. Teso lako liondoke, huzuni na masikitiko yaondoke. Huu ni wakati wa kuwa na ushuhuda katika jina la Yesu Bwana. Maandiko yatimia, kila aliye na mwana hatakosa kuona ushuhuda. Haleluya, ushuhuda. Haleluya. Nimeshuhudia miujiza mikubwa mno duniani na kwenda. Sasa huu ni mwaka naenda kufanya vitu ambavyo havijawahi kutokea. Amen. Naenda fanya wonders ambazo hajawahi kuwa. Na ndio maana nakuandaa sasa, tunaenda kwenye kiwango cha kazi. Amen. Na tunafanya kazi. Amen. Sikiliza ninachokuelekeza. Kwako ninahitaji tu ushirikiano, support. Amen. Amen.
Maombi support, yani jukumu ambalo nitakupa lifanye kama nilivyokuagiza kulifanya. Ili support maono haya. Na upokee neema niliyo nayo, inue maisha yako, badilisha maisha yako, kupe kwenda mbele. 65:11 hadi 12 nasema hivi, umeovika mwaka taji ya wema wako. Umeovika taji ya wema wako. Mapito yako yadondoza, unaona? Yadondoza malisho ya nyikani. Na milima inasema kwamba vimejifunga furaha. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ametupa mwaka huu ni wa baraka, upokee kwa shukrani, alafu jipange mwenyewe namna ya kutumika katika mwaka huu. Namna kuutumikia mwaka huu, namna kwenda. Tunapopewa mwaka una siku ngapi? 365. Ukiwa na siku 365, siku hizi kuna masaa, kuna madakika, kuna sekunde. Hasa jinsi gani utakavyokimbizana na huu muda. Uwe Mkristo, uwe binadamu anayejua kwenda na wakati. Wengi watu wanachagua na wakati wa Mungu au wingu la Mungu kwa kuzubazuba. Leo hii nakuambia usizubai tena. Wala usikae. Muda Mungu anapokupa mwaka tunaposherehekea, ndio maana Mungu aliniagiza waambie wanadamu sio wanapokea mwaka, wanapiga madebe, wanachoma matairi, wanakula vichips yao, wanamaliza vya 100, 500, ngapi, wanaondoka wanaenda wanasahau. Mungu amekupa ule mwaka ni baraka. Amen. Usije uko unasema Mungu katika mwaka ambao umenipa mwaka, yani unataka wakati mwaka na maboksi ya makatoni ya dola uone yanaanguka. Mungu anapokupa mwaka amekubariki. Amen. Mungu amekupa mwaka amekubariki. Amen. Mungu akikupa mwaka amekubariki. Amen. Mungu akikupa mwaka amekubariki. Amen. Ule mwaka ni mwaka ambao ulikuwa hujawahi kutumika, amekupa zawadi. Amekubariki, nimekupa huu mwaka. Sasa fanya biashara kwa bidii. Sasa lima kwa bidii. Sasa soma kwa bidii. Sasa fuga kwa bidii. Sasa uwe mvuvi, vua kwa kiwango. Sasa fanya hiki kwa bidii. Yaani amekupa huu mwaka, kila mtu ahakikishe anaweza kushindania kufanya mambo yake ili yakutane baraka zilizoamriwa. Tena anasema mwaka amesema umeovika mwaka taji ya wema. Huwa naona wakati mwingine watu wanatunikiwa zawadi, kuna maboksi hapo wanaitaga gift box, wanaita gift box. Yale maboksi unakuta mpaka sasa hivi kama dukani yapo, yameremba, yamefungwa vizuri. Kwa hiyo Mungu amekupa mwaka ambao umerembwa, umefungwa vizuri. Yaani huo mwaka ni wa baraka yako kijana. Huo mwaka ni baraka yako mwanamke. Huo mwaka ni baraka baba. Jinsi gani utakavyotumika katika ule mwaka, utakavyofanya kazi kwa bidii katika ule mwaka, ndio sasa ukamatane na baraka zilizoamuriwa katika mwaka huu. Ndio maana hapa nikokwambia lete mipango na malengo yako. Tunaomba alafu fuatilia. Shuleni soma kwa bidii. Nilikuwa naongea na vijana fulani jana hapa, acha niwape siri na wengine wasikie. Nikawaambia kwamba unapoenda na Mungu aliwapa ufunuo kwamba huo ufunuo nilikuwa sio kupata. Walikuja hapa na shuka hapa, naona wana sadaka kubwa, lijogoo kubwa, sio kuona jogoo kubwa kama hilo. Hasa kusema nini jogoo, tumekuletea mtumishi sikukuu ya mwaka mpya. Hasa tunaingia hapo ofisini, ni roho wa Mungu akanipa ufunuo, kaniambia watoto wana neema ya Mungu. Sasa wanapoenda shule sasa washindanie kusoma, si kushindana na wale walio darasa hilo tu. Waweke mtazamo kwamba wanashindana kupita walio Tanzania yote, kwamba yeye nashindana kuongoza nchi nzima. Amen. Nikifanya mtihani sishindani na huyu walioko darasa hili. Nikifanya mtihani sishindani na hawa tu wa mkoa huu. Yaani jikite kwamba nafanya mtihani, yaani jipange kuanzia sasa. Nafanya mtihani nikishindana na Watanzania yote. Kama kuna wengine wa mataifa mbalimbali, nafanya mtihani nikishindana na wote na ninawaacha. Nikawapa ufunuo moja. Nakumbuka nyinyi watoto, hebu njoni hapa niwaambie, njoo. Njoo. Nikamwambia hebu fanya kitendo fulani. Njoo kimbia haraka. Nikawapa, wamependeza, wapige makofi. Njoo hapa, njoo. Unakumbuka niliwapa ishara gani kuambia wafanye nini? Unakumbuka? Hebu fanya, nilikwambia ufanyeje? Hebu fanya kwa haraka.
tena mara ya pili, tena mara ya tatu. Nikakwambia ishara gani hiyo? Lazima ishara ya kuweka watu wote nyuma. Usimweke. Ni ishara kuweka watu wote nyuma, ndio wetu ndio mbele. Amen. Kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa. Na nikamwambia, na Mungu akaniambia ulivyowaambia ni kweli. Sogeni hapa. Akaniambia ulivyowaambia ni kweli, kwa sababu nilimwambia Joshua hakuna atakayesimama mbele yako. Amen. Hasa wengi unakuta kila anapokuja yeye anaonaga majitu tu. Yaani kuna majitu ya hatari mtao. Yaani kuna majitu ya hatari wewe katika ile shule. Kuna majitu ya hatari wewe katika ule mtaa. Yaani wewe unaonaga majitu tu, unaonaga wewe. Nikamwambia watoto, mnatoka hapa hakuna majitu mbele. Amen. Hakuna kitu mbele. Roho Mtakatifu kanaambia waambie waweka mikono yao mbele. Wakaweka mbele. Nikamwambia fanya namna hii. Kila ulichokuwa kiona mbele kikusanye. Kirudishe. Wewe uko mbele. Haleluya. Unaweza kufanya zoezi hilo na wewe sasa hivi? Simama, fanya hilo zoezi sasa hivi. Sitaki kuona mtu hapa anashangaa. Nataka ufanye vitu na ninataka nione kila mtu anafanya vitu vya kueleweka. Haya, 1 2 3, peleka mikono yako mbele. Haya, elekeza. Tena. Tena. Kila kikwazo ulichokuwa unakiona mbele yako umekikusanya, na tumeingia 2019. Yote vilivyokuwa mbele, kila vilivyokuwa vinaonekana mbele yako 2018, umevikamata umerudisha nyuma. Kila vilivyokuwa vinaonekana mbele yako 2018 umevikamata umerudisha nyuma. Umevirudisha majitu yaliyokuwa yanaonekana kisha mbele umekamata umerudisha nyuma. Roho Mtakatifu alipofunua mwingine tena, Israeli wakati wanavushwa bahari ya Shamu, walipopita kaambia wewe kamata ile fimbo, kamata tena rudisha nyuma. Kapigwa chali kimya bahari ya Shamu. Miriam akaimba mwimbiani Bwana maana ametukuka, farasi na mpanda farasi wote wametupwa baharini. Bwana ni wimbo wangu, ni nguvu yangu, nitamuinua, nitamtukuza, nitamsifu. Watoto barikiwa. Hebu wale watoto wa shule msingi primary school, njoni hapa haraka wakati naendelea kuongea. Simameni hapa. Simameni hapa. Na nyinyi msimame hapa. Leo mtawachukulia hapa. Watoto. Haleluya, Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba tunapoomba, tunaomba maombi ya kumshukuru Mungu kwamba ameshakuvusha, kuna kitu kimeshafanyika tayari. Haleluya. Kwa ajili ya kanisa tunaomba, kwa ajili ya huduma tunaomba, kwa ajili ya wafanyabiashara tunaomba, kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya viwanda. Mungu ana uwezo kufanya vitu vikubwa sana katika maisha yetu. Sogea. Mungu anaweza kufanya vitu vikubwa sana katika maisha yetu. Haleluya. Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Umeelewa kitu nilichokufundisha? Umeshakielewa vizuri? Amen. Haya, watoto nyosheni mikono yenu juu. Tunataka tutamke. Nyosha mikono juu ya watoto, nataka niombe juu yao. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya vijana. Watoto hawa wako shuleni, wengine wako vioni. Tukabidhi mikononi mwako. Wewe ni Mungu, umewapa neema. Wamekuja madhabahuni, wainue. Naomba bariki akili zao, zipe uwezesho wanapoenda shuleni, wanapoenda chuoni, wakasome vizuri. Wasione majitu ya kutisha, wasiwe na hofu na mashaka mbele yao. Mungu wainue, watendee mema kwa namna na kwa jinsi sivyo kawaida. Huu ni wakati neema yako inawainua. Roho katika matana akili zao, wape akili zilizo bora. Wanapokaa darasani wasione kwamba kuna vitu vilivyo juu yao, vilivyo mbele. Hapana, wamewaagiza watakuwa vichwa, watakuwa juu, wanasimkia. Mungu wainue wakiwa madhabahuni kwa upako wa Roho Mtakatifu. Na watakia mwaka mwema katika masomo yao, na watakia afya njema, na watakia wazazi wao wafanikiwa kupata ada, kulipa ada. Mungu wasaidie katika yote, wape kutimiza ndoto na maono walionayo. Kila mtu kwa kipawa chake wabarikiwe, ukawatendee mema kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu nimeomba na kubariki. Amen. Haya, piga makofi watoto. Haya, kila mtu alipe mkono haraka haraka. Haleluya. Haraka haraka.